Hujambo na karibu katika Dream Habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Katika kuadhimisha siku ya kuteswa kwake Yesu Kristo, ambayo kwa waumini wa dini ya Kikristo wanaitambua kama Ijumaa Kuu, waumini hao wameaswa kuendelea kutenda yaliyo mema. Mbunge wa jimbo la Mbeya mjini ambaye pia ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Umoja wa Mabunge Duniani kwa maana ya IPU, Dr. Tulia Ackson amewataka wananchi wa mkoa wa Mbeya na maeneo jirani kujitokeza katika kambi ya matibabu ya macho kwa ajili ya kupata huduma bure. Na ligi mbalimbali zinaendelea hii leo, ikiwemo ligi kuu soka nchini Hispania kwa mchezo kati ya Espanyola dhidi ya Getafe. Je, nani kuibuka mshindi? Taarifa ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X, zamani Twitter ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Resta Faris. Mbunge wa jimbo la Mbeya mjini ambaye pia ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, Dr. Tulia Ackson amewataka wananchi wa mkoa wa Mbeya na maeneo jirani kujitokeza katika kambi ya matibabu ya macho kwa ajili ya kupata huduma bure. Kambi hiyo iliyoanza leo Aprili 18 inayotarajiwa kutamatika Aprili 21 mwaka huu, ambapo huduma zitakazotolewa ni kama vile vipimo, miwani na upasuaji kwa wale wote watakaobainika kuwa na changamoto ya macho. Taarifa ya Cloud Elias inafafanua zaidi. Akizungumza katika ufunguzi wa kambi ya matibabu ya macho inayofanyika katika shule ya msingi Kagera, mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, Dr. Tulia Ackson amesema lengo la kambi hiyo ni kutoa huduma za kibingwa kwa wananchi wameshindwa kuzipata kutokana na kushindwa kuzimudu gharama za matibabu. Nimeanza kwa kuwataja wadau hawa kwa sababu huduma inayotolewa hapa sio huduma moja. Hapa kuna wagonjwa wa macho ambao watapewa dawa, kuna wagonjwa watapewa miwani, kuna wagonjwa watafanyiwa upasuaji. Yote hayo yanafanywa na wataalamu hawa kwa umoja wao. Sasa vyote hivi vinahitaji fedha. Sasa wako wadau hao ambao wametoa hizo fedha, ndio hao niliowataja. Sasa si kama Tulia Trust, kazi yetu ni kuhakikisha wako hapa, na kwa kweli wako hapa. Kwa hiyo asanteni sana sana mzee wangu hapa Shiraji, asante sana sana kwa uongozi mzuri unaotoa mpaka ndugu zetu wote hao umewakusanya. Najua sio kazi nyepesi, kwa sababu ndugu zangu hao wataalamu sio kwamba wamejikusanya mahali afu unaenda kuwabeba. Wanaenda na wao kuwaomba kutoka sehemu mbalimbali ambazo wanafanyia kazi. Sasa hizo sehemu ambazo wanafanyia kazi na wao wanaomba ruhusa huko. Kwa hiyo lazima wao wameamini kwamba mama yetu hapa jamani maarufu kabisa Mama Keki, na mnaona hata kitambulisho chake kimeandikwa Mama Keki. Huyu ndio injini yenyewe huyu. Kwa hiyo ndugu zangu, hawa ni watu ambao wanajitoa sana, na kuaminika kwao ni pamoja na sisi sasa kama hivi tumejitokeza, na wao wanapata heshima mbele za Mungu, lakini mbele za wanadamu pia. Kwa hiyo Aini Sharifu ni mratibu wa kambi ya macho kutoka taasisi ya Bilali Muslim Mission. Mbali na kumpongeza mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, Dr. Tulia Ackson amesema kambi hiyo itakwenda kutoa huduma za kibingwa ambazo wananchi walizikosa kwa muda mrefu. Sisi wananchi wengi tumekuwa tunafuatilia kwa ukaribu zaidi, hasa speech yako ambao ilitoa, na nikakupa hongera mheshimiwa. Ilitoa machozi kuona kwamba Tanzania leo tumefikia hatua hiyo. Umetupa faraja kubwa sana mheshimiwa. Wewe Mungu akulinde kwa kila la kheri na akujalie maisha marefu na maendeleo zaidi ili uweze kupaa zaidi. Lakini ningependa kutoa shukrani za dhati kabisa na shukrani za pekee kwa Mwenyezi Mungu kwa kutuweza kutujalia hapa na timu yetu nzima ya Bilal Muslim Mission ambao tumejikita kuja kutoa huduma kwa wanambea, na hii yote inawezekana tu kwa kutokana na ushawishi mkubwa wa siku nyingi au wa zaidi ya miaka 2 au 3 ambao nilikuwa na mwenyeji wetu hapa mheshimiwa spika, na tuliridhia baada ya kuona upendo wake mkubwa
kwa wananchi wa Mbeya. Asante sana Spika, sisi tumekuja kutekeleza yale ambayo tumekuahidi na tutahakikisha tunayatimiza ambayo yale malengo ambayo tumeyaweka. Mungu akijalie. Kwa mujibu wa mganga mkuu wa jiji la Mbeya ni kwamba ujio wa madaktari hao bingwa utakwenda kuwafikia wananchi wengi ambao wameikosa huduma hiyo kutokana na halmashauri ya jiji kuwa na uhaba wa wataalamu wa macho pamoja na kutokuwa na vifaa vya kutosha. Nao baadhi ya wananchi waliojitokeza kupata huduma hiyo katika kambi hiyo, mbali na kuishukuru taasisi ya Tulia Trust kuleta kambi hiyo, lakini pia wameomba muda uongezwe kutokana na idadi kubwa ya wananchi wanaoendelea kujitokeza. Unajua ni sahihi watu wamejitokeza sana kwa sababu gharama. Ukiangalia hali ya uchumi iliyopo, wanakwambia kila kitu kinaendana na hela. Bila hela utibiwi. Sasa kwa fursa hii iliyotokea, tukaambiwa ni bure, kila kitu tunapewa ni bure, huduma tunatibiwa bure. Lazima tujitokeze. Kwa sababu ukienda rufaa pale, bila hela hujatibiwa, utarudi na maumivu yako, utarudi na macho yako yanazidi kuendelea kuathirika. Kambi hiyo inaratibiwa na taasisi ya Tulia Trust kwa kushirikiana na taasisi ya Bilali Muslim of Tanzania pamoja na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya. Claudia Eliasim, Dream TV. Asante sana Claudia Elias kwa taarifa hiyo. Katika kuadhimisha siku ya kuteswa kwake Yesu Kristo ambayo kwa waumini wa dini ya Kikristo wanaitambua kama Ijumaa Kuu, Wakristo wameaswa kuendelea kutenda yaliyo mema. Abraham Mango ni mchungaji wa kanisa la Famti usharika wa Yerusalemu. Amesema kutotenda mema ni kumsulubisha Kristo kwa mara nyingine. Sara Mwambepo anasimulia zaidi undani wa taarifa hii. Katika siku ya leo waamini wa Kikristo hukusanyika kwenye makanisa kwa ibada, kufanya tathmini ya nafsi, huku wengine wakifunga kula na kunywa na kujizuia hasa kula nyama. Kwa mujibu wa mafundisho ya Injili ya Wakristo, Yesu alifufuka siku ya 3 baadaye na siku hiyo husherekewa kama siku kuu ya Pasaka. Kuhusiana na siku ya Ijumaa Kuu, tumezungumza na baadhi ya waumini wa dini ya Kikristo jijini Mbeya kutaka kufahamu upi uelewa wao juu ya siku hii. Kwa majina naitwa Mikaeli Anyosisi Mwamjengwa. Ni kijana niliokoka na mpenda Yesu, ni muumini wa kanisa la Pentecost Holiness Mission Tanzania, kwa kifupi Famti. Kwa tunasherehekea ile siku ya mateso ya Yesu anapoelekea msalabani. Kabla kufika msalabani aliteswa. Abraham Mango ni mchungaji wa kanisa la Pentecost Holiness Association Mission Tanzania lililopo Soweto jijini Mbeya. Amesema kuwa siku hii baadhi ya watu kutokula nyama ni mapokeo tu ya mtu, hivyo mtu yoyote anaweza kuvaa na kula chochote, kwani siku hii ni siku ya kusherehekea ukombozi. Mapokeo tu, lakini leo ni sherehe. Utavaa vyovyote unavyoweza kuvaa na wala unaruhusiwa kula chochote. Unaruhusiwa kula nyama, lakini katika masuala sasa imani na mapokeo, hii kibibilia haipo kwamba utakwenda utavaa mavazi haya. Wanaagizwa wana wa Israeli watakapokuwa naikumbuka siku ya ukombozi wao walivyokuwa natoka Misri, na wao pia walikula, kuna vitu ambavyo waliagizwa wale. Kuna mboga chungu waliokumbuke machungu waliopata Misri wasija kumsahau. Lakini kwetu sisi Kristo huyu aliyekufa akafufuka, kwetu sisi tunasema ni sherehe, kwa sababu ile ilikuwa ni kivuli cha mtu ambaye anakuja mbele yake. Hata hivyo amewataka waamini kutenda yaliyo mema ili kuenzi utukufu wa Yesu Kristo. Rai yangu kwa Kristo, nataka kwamba wajue kumtegemea na kumtumaini Mungu, kwa sababu wakati wa Musa nyoka wa shaba alikuwa ameinuliwa, ambaye sasa huyu ndio Kristo aliyeinuliwa msalabani, kwamba watu watakapomtazama wataponywa, wataokolewa, watakuwa salama. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba watu waache anasa, wamgeukie Mungu, wamtumikie Mungu, na hasa katika miaka tulionayo sasa.
Baada ya jana waumini wa dini ya Kikristo kuadhimisha siku ya Alhamisi Kuu, leo wanaadhimisha Ijumaa Kuu. Ni siku ambazo zimeongozana kuelekea siku kuu ya Pasaka ambayo husherehekea kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Mimi ni Sara Mwambepo, hii ni Dream TV. Shukrani sana Sara Mwambepo. Kwingineko, serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo imetoa msimamo wa kutoruhusu zao lolote kutoka nchini Malawi na Afrika Kusini kuingia nchini endapo nchi hizo hazitaondoa katazo la usafirishaji wa mazao kutoka Tanzania kwenda kwao. Waziri wa Kilimo Hussein Bashe amesema tayari amewataarifu wafanyabiashara wa Tanzania wanaosafirisha mizigo kwenda Malawi na Afrika Kusini kutobeba chochote kinachohusiana na kilimo. Brown Tinda ndiye aliyekuandalia taarifa hii. Msimamo huo umetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Kilimo Hussein Bashe wakati akizungumza na vyombo mbalimbali vya habari. Aidha, Waziri Bashe amesema tayari amewataarifu wafanyabiashara wa Tanzania wanaosafirisha mizigo kwenda Malawi na Afrika ya Kusini kutobeba chochote kinachohusiana na kilimo. Kadhalika, waziri huyo amesema kuwa iwapo nchi hizo zitaruhusu mazao kutoka Tanzania kuingia katika maeneo yao, ndipo na Tanzania pia itatoa ruhusa kwa mazao yao kuingia nchini. Hatujawahi kumdistabu jirani yoyote, lakini majirani mara nyingi wamekuwa ni watu ambao wakiwa na njaa na shida wako milangoni mwetu, lakini wakisha inuka kidogo wanazuia mazao yetu kuingia kwenye nchi zao. Sasa haya mambo ya kuvumiliana aliyafanya Mwalimu Nyerere. We are no longer in fight ya frontline states za kutafuta uhuru wa nchi ya mtu mwingine. Now we are in a phase of our own economic liberation. Na sisi tunaamini kwenye trade facilitation, kwamba wao wauze kwetu na sisi tuuze kwao. Malawi na wenyewe wametoa tamko, Wizara yao ya Viwanda na Biashara, marufuku kuingia huko kwao tangawizi, mchele, mahindi, unga, nini. Lakini wakiwa na shida wanakuja WFP Tanzania kununua mahindi ya Tanzania. Lakini wafanyabiashara wetu wanaotaka kutrade kupeleka mahindi straight kwao wanawazuia. Kwa nimetoa notice leo, by Jumatano wasipofungua Malawi na South Africa kutufungulia kupeleka mazao yetu ya kilimo kama yanavyoingia ya kwao kwetu, hatutaruhusu zao lolote la kwao kuingia Tanzania. Vile vile sintawaruhusu Malawi na wenzake kupitisha mambo mengine. Mimi siingilii, chuma pitisheni, fanyeni mnavyotaka, lakini kile kinachohusiana na mmea wa kilimo sitakiruhusu either kuingia wala kupita on transit ndani ya nchi. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X Dream FM, na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Ana Msomeno. Katika yale ya kimataifa, tuanze na taarifa hii kutoka nchini China, ambako vita vya kibiashara kati ya China na Marekani inazidi kupamba moto, huku wachambuzi wakielekeza macho yao kwenye ushuru wa kisasi unaowekwa katika baadhi ya bidhaa zinazouzwa kati ya nchi hizo mbili. Lakini ushuru wa kisasi sio silaha pekee ambayo Beijing itaitumia katika vita hii, kwani pia China imeweka vikwazo vya usafirishaji nje kwa idadi kubwa ya madini adimu na sumaku, jambo ambalo linaonekana na wengi kama pigo kubwa kwa Marekani. Hatua hii inafichua kiwango cha utegemezi wa Marekani kwa madini haya, na Rais Donald Trump wa Marekani ameagiza Wizara ya Biashara kutafuta njia za kusaidia uzalishaji wa madini hayo nchini Marekani na kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoingizwa kutoka nje kama sehemu ya juhudi za Washington kufufua sekta hiyo muhimu.
Na mamlaka za Palestina zimesema leo kuwa mashambulizi ya Israeli katika ukanda wa Gaza yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 20 wakiwemo watoto, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Shirika la habari la Palestina Wafa limesema watu 11 wameuawa usiku wa kuamkia leo katika kitongoji cha Tel al-Zatal kaskazini mwa Gaza, huku wengine 10 wakiuawa eneo la kusini katika mji wa Bani huko Hani Yunis. Walipoulizwa, jeshi la Israeli limesema litafanya uchunguzi kuhusu matukio hayo. Hata hivyo, hayo yanajiri wakati kundi la Hamas limekataa pendekezo la hivi karibuni la Israeli la usitishaji vita na kuwaacha huru mateka waliosalia, kwa sababu halijumuishi matakwa ya kundi hilo la kumalizwa kabisa vita kwenye ukanda wa Gaza. Mtazamaji, huyo ni Ana Msumeno katika habari za kimataifa mbalimbali. Na katika michezo tunaarifiwa kwamba ligi mbalimbali zinaendelea hii leo, ikiwemo ligi kuu soka nchini Hispania kwa mchezo kati ya Espanyola dhidi ya Getafe. Je, nani kuibuka mshindi? Ni swali ambalo kila mmoja anajiuliza. Huyu hapa Ramadhani Kasim anakuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara kesho inaendelea tena kwa michezo mingine miwili kupigwa, ambapo katika dimba la CCM Liti pale mkoani Singida Black Stars wao wanawakaribisha Nyuki kutokea pale mkoani Tabora kwa maana ya Tabora United. Kumbukwe kuwa katika mchezo wa mzunguko wa kwanza, Singida Black Stars wakiwa katika dimba la Ali Hassan Mwinyi pale mjini Tabora ugenini waliambulia sare ya magoli 2-2 na hivyo kuondoka na alama 1. Afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza hapo jana amesikika akisema kwamba kesho wanakwenda kupata alama 3 ili kujitengenezea mazingira mazuri ya kuisaka nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mchezo mwingine ambao utapigwa siku ya kesho utashuhudia Kagera Sugar wana Nkurukumbi wakiwakaribisha Azam FC katika uwanja wa Kaitaba Bukoba mkoani Kagera, ambapo mchezo huo ni muhimu kwa Kagera Sugar kwani walipo si sehemu salama, kwa maana mpaka hivi sasa wameshuka dimbani mara 26 na kujikusanyia alama 22 katika nafasi ya 15 juu kidogo ya Ken Gold ambaye anashikilia mkia katika ligi kuu soka Tanzania bara. Kimataifa, ligi mbalimbali zinataraji kuendelea hii leo, ambapo pale nchini Ufaransa katika French Ligue 1 mchezo mmoja unapigwa Rennes watakaribisha Nantes majira saa 3:45 usiku, wakati pale nchini Hispania katika Spanish La Liga pia kuna mchezo mmoja ambapo saa 4 kamili usiku kutashuhudiwa mchezo kati Espanyol dhidi ya Getafe. Siku ya kesho ligi hizo zitaendelea, ambapo pale nchini Ufaransa katika French Ligue 1 PSG wao watakaribisha Le Havre, wakati Strasbourg wao wamesafiri kufuata Monaco na Olympique de Marseille watakuwa nyumbani kuwasubiri Montpellier. Mimi ni Ramadhani Kasim na hii ni Dream TV. Shukrani sana Ramadhani Kasim kwa taarifa hizo zilizosheheni burudani na michezo. Na kabla ya kuhitimisha Dream Habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Katika kuadhimisha siku ya kuteswa kwake Yesu Kristo, ambayo kwa waumini wa dini ya Kikristo wanaitambua kama Ijumaa Kuu, waamini wameaswa kuendelea kutenda yaliyo mema. Mbunge wa jimbo la Mbeya mjini ambaye pia ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Umoja wa Mabunge Duniani kwa maana ya IPU, Dr. Tulia Ackson amewataka wananchi wa mkoa wa Mbeya na maeneo jirani kujitokeza katika kambi ya matibabu ya macho kwa ajili ya kupata huduma bure. Na ligi mbalimbali zinaendelea hii leo, ikiwemo ligi kuu soka nchini Hispania kwa mchezo kati ya Hispaniola dhidi ya Getafe. Je, nani kuibuka mshindi? Ni swali mtazamaji ambalo nimekuachia hata mimi naondoka nalo. Na huo ndio mwisho wa Dream Media Habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook na X Dream FM, na Instagram ni Dream FM TZ, na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwaheri.